Mkwala wana tofauti hasa kwenye maeneo ya mwisho, kwenye namna ambavyo anajiinvolve na mchezo kwa ujumla. Mkwala ni mchezaji mzuri sana pindi ambapo timu haina mpira hata ikiwa na mpira. Tofauti na Ateba, anakupa nafasi nzuri sana wakati timu inashambulia. Mimi nadhani kwanza pongezi kubwa nitampa Fadru. Fadru amefanya riski kubwa sana. Sababu Mkwala wa nyuma sio Mkwala huyu. Alikuwa anapewa nafasi lakini hafanyi kile ambacho watu wanatarajia. Lakini unamuona Mkwala leo anapewa kwenye game yenye pressure kama hii. Nafasi, anachukua nafasi ya Ateba ambaye mara nyingi ndio anakuwa mshambuliaji wa mwisho wa kikosi cha Simba. Tena akipewa nafasi kwenye mechi ambayo kosa moja akilifanya anajua kabisa lawama kubwa zitamrudia yeye, lakini unamuona anatulia. Kabla ya kufunga goli kuna attempt nzuri sana alifanya Awa Khamis, na alikuwa anajihusisha na mchezo vizuri sana kwa nyakati nyingi hata timu ambapo ilikuwa haina mpira. Kwa mimi nadhani Mkwala amekuwa kimentality zaidi ya Ateba. Hata kwenye wakati ambao watu wanategemea labda afanye vitu vizuri au vitu tofauti, ana prove right kwamba alikuwa ni chaguo sahihi kwa watu ambao walikuwa wanamtaka. Kwa sababu hizi kelele hazijaanza jana baada tu ya mechi ile au kabla ya mechi ya kwanza. Watu walisema Ateba ikifikia sasa stage sasa coach Fadru ampe nafasi Mkwala. Mkwala amepewa nafasi, amejinvolve na mchezo kwa kiasi kikubwa, lakini pia amefanya goli zuri sana, goli la pili ambalo lililevel aggregate na ambalo limewapelekea Simba kwenda kwenye hatua ya kupiga mikwaju ya penalty. Kwa mimi nadhani ni mentality ndio tofauti kubwa kati ya Ateba na Mkwala. Sports Court.